Kwa majina, mimi naitwa Isaac Bazana Malongo, ni afisa lishe wa wilaya ya Chato. Kwa niaba ya mgeni rasmi ambaye ni mganga mkuu wa wilaya ya Chato, hajaweza kufika hapo kwa sababu ya majukumu mbalimbali ya kiofisi, kwa hiyo ninamwakilisha. Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi iendelee. Lishe safi. Leo ni siku muhimu sana kwetu. Tunaazimisha maadhimisho ya wiki ya unyonyeshaji maziwa ya mama. Mimi kwa majina naitwa Helen Sadiki, ni mtaalamu wa lishe kutoka hospitali ya wilaya Chato. Kwa siku ya leo tunaadhimisha maadhimisho ya unyonyeshaji maziwa ya mama, ambapo leo ndo kilele cha maadhimisho, na maadhimisho haya yana kauli mbiu isemayo mwanzo imara wa maisha ya mtoto ni maziwa ya mama. Mwanzo imara wa maisha ya mtoto ni nini? Kwa hiyo tunahamasisha wakina mama kunyonyesha maziwa ya mama tangu mtoto anapozaliwa mpaka mtoto anapofikisha umri wa miezi 6, ili mtoto aweze kuwa na afya bora, aweze kukua vizuri kimwili pamoja na kiakili. Kwa sababu maziwa ya mama yana umuhimu mkubwa sana. Yanampa mtoto kinga na virutubisho vyote vinavyohitajika. Kwa hiyo tunashauri wakina mama, na bado tunaendelea kuhamasisha, mtoto anatakiwa anyonyeshwe ndani ya lisali moja baada ya kuzaliwa. Kwa mama anapojifungua anatakiwa mnyonyeshe mtoto ndani ya lisali moja baada ya kuzaliwa, na mtoto anatakiwa aendelee kunyonyeshwa kwa kipindi chote cha miezi 6 ya mwanzo bila kupewa kitu chochote, hata maji, kwa sababu maziwa ya mama ni chakula pekee na kinywaji kwa mtoto ambayo kinatosheleza mahitaji ya mtoto tangu mtoto anapozaliwa mpaka kufikisha umri wa miezi 6. Kwa hiyo ili mama aweze kumnyonyesha mtoto wake kwa kipindi cha miezi 6, inatakiwa azingatie nini? Ili mama aweze kumnyonyesha mtoto kwa kipindi cha miezi 6 yote, mama anatakiwa kuzingatia lishe bora. Mama anatakiwa kuzingatia kula vyakula vya kutosha. Mama anatakiwa kula mlo kamili wenye mchanganyiko wa vyakula kutoka makundi yote 6, ili aweze kupata virutubisho vyote vinavyohitajika, ili aweze kupata maziwa ya kutosha ya kumnyonyesha mtoto. Pia jamii kama jamii kwa ujumla tunatakiwa tuwawezeshe wakina mama wanaonyonyesha, hasa wakina baba. Tuweze kuwapunguzia kazi wakina mama ili waweze kupata muda wa kutosha kwa ajili ya kunyonyesha mtoto. Pia ili mama aweze kupata mtoto mwenye afya bora, anatakiwa azingatie lishe bora katika zile siku za kwanza, siku 1000 za maisha ya mtoto. Ili mtoto aweze kuzaliwa akiwa na afya bora, anatakiwa mama azingatie siku ngapi? Siku 1000. Nikisema siku 1000 za maisha ya mtoto ni pale tangu mimba inapotungwa mpaka mtoto anapofikisha umri wa miaka 2. Kwa hiyo katika hicho kipindi chote tangu mama anapokuwa mjamzito, anatakiwa azingatie lishe bora, ale vyakula vya kutosha vyenye mchanganyiko wa virutubisho mbalimbali, ili aweze kumjenga mtoto aliye tumboni awe na afya bora, ili atakapojifungua apate mtoto mwenye afya bora.